So, nitakupa njia 6 unazoweza kuongeza thamani yako. Njia ya kwanza, increase more time. Ongeza muda wa kitu unachokifanya. Thamani yako unaweza ukaiongeza kwa kuongeza muda. Kwa kama una biashara, utafungua mapema zaidi na utachelewa kufunga. Ongeza muda unaotumia kwenye kitu unachokifanya. Badala ya kulala mapema, ongeza muda zaidi. Kwa kama mimi ni mwandishi wa vitabu, nasema sasa nataka kuongeza thamani yangu kwenye hivi vitabu. Kwa badala ya kutumia masaa 3 kwa siku kusoma, nahitaji kuongeza muda wangu nipate maarifa zaidi kwenye kile ambacho nakifanya. Kwa jiulize swali, katika ninachokifanya naweza kuongeza muda kiasi gani ili niweze kufanikiwa zaidi na kuongeza thamani yangu zaidi. Sasa sio kila kitu unaweza ukaongeza muda. Focus nyingine unaweza ukawa nayo ni kuhudumia watu wengi zaidi. Serve more people. Inawezekana kitu ni kila kile ulicho nacho. Biashara ni ile ile, bidhaa ni ile ile, huduma ni ile ile. Swali la msingi natakiwa liwe, nawezaje kuhudumia watu wengi zaidi wa kitu hiki ulicho nacho? Wakati mwingine inawezekana sio muda zaidi. Wakati mwingine inawezekana ni watu zaidi, lakini katika kile ambacho nakifanya. So, angalia namna gani unaweza kuongeza watu wengi zaidi wanaopata kile ulicho nacho. Lakini cha 3, unaweza kuongeza frequency ya service yako. Kwamba mtu anakuja kwako mara 1 kwa wiki. Swali, anawezaje kuja kwako mara 2 kwa wiki? Anawezaje kuja kwako mara 3 kwa wiki? Unaangalia hiyo ni frequency sasa. Kwa kama wewe ni trainer, unasema ninafundishaga seminar 2 kwa wiki. Nawezaje kufundisha 4 kwa wiki? Nawezaje kufundisha 3 kwa wiki? Manake nazungumzia frequency ya kile kitu. Kwa mtu ananunua bidhaa kutoka kwako, ananunuaga tu mara 1 kwa mwezi. Nawezaje kumfanya anunue mara 2 kwa mwezi? Wakati mwingine inawezekana ni kuweka complimentary product au kumpa discount na vitu vinavyofanana ili kumlazimisha awe ananunua mara nyingi zaidi. Namba 3, namba 4, unaweza ukacharge more. Una charge at premium. Kwa wakati mwingine hauongezi watu. Wateja wako ni wale wale tu. Wanasema nataka nini, wateja wao nilionao wako 10, wako 30. Lakini my charge itaanza kwenda wapi? Kwenda juu. Kwa hiyo unaangalia, maana yake unaongeza thamani ya kitu unachokitoa. Badala ya kitu iko kupatikana kwa 50,000, sasa kinapatikana kwa 80,000. Kwa watu wale ambao walikuwa tayari kulipa mwanzoni, wanakulipa kwa kiwango kikubwa zaidi. Or you charge at a premium. Hiyo pia ni njia moja wapo unaweza kuongeza thamani ya unachokifanya. Na ya mwisho, ya 5 ni add more service. Kuongeza huduma zaidi. Wewe una duka, unauza bidhaa za kawaida. Kwa nini usiongeze na huduma ya kutuma miamala ya fedha? Angalia ni kitu gani cha ziada ambacho unaweza ukakiambatanisha na kile ambacho unakifanya. Kwa maana yake hiyo itakuongezea thamani ya kile kitu unachokifanya. Na ya mwisho, ukitaka kuongeza thamani yako, invest in knowledge. Wekeza katika maarifa. Wekeza katika maarifa. Maana yake tafuta kujua zaidi. Siku zote unatakiwa ujue kwamba kuna kitu ambacho haukijui na unahitaji kukijua ili kukuongezea thamani kwenye maisha yako. Kwa hiyo usiseme kwamba I'm the best. Hapana. Best people ni wale ambao kila siku wanatafuta namna ya kuwa best. This mmoja aliwaambia kwenye exclusive mentorships, mmoja aliwaambia kwamba you guys, hakuna kitu ambacho naweza nikawaficha ambacho ninakifanya. Kwa sababu gani? Just my confidence is only on one thing. Kwamba as you grow, I'm also growing. Kwa hakuna namna mimi naweza nikamzidi baba yangu umri. No. Hata kama nikawa mrefu namna gani. Kwa sababu mimi ninapokuwa, naye pia anakuwa. The only way I can be intimidated ni pale ninapokuwa labda school. Lakini kama nakuwa na uhakika, wewe unachokishangilia, mimi nakuwa nishafunika ukurasa, kuna kitu kingine nimetengeneza ambacho ni standard ya tofauti zaidi. Kwa hiyo keep on investing. Endelea kuwekeza katika maarifa. Unafanya kitu. Unakuta mtu anafanya biashara, lakini ukimuuliza maswali mawili matatu, hana knowledge. Ukimuuliza global standard, hajui. Ukimuuliza hapa Tanzania, hajui. You cannot be the best in your area. Hawezi ukawa una value kubwa alafu you are ignorant. Hujui vitu vingi ambavyo vinahusiana na kile unachofanya. So invest in knowledge. Na wakati wote tunasema when you buy books, when you attend courses, you don't spend your money, you are investing. Investment manake itakupa return. Miaka mingi huko nyuma nilio kununua kitabu kimoja, nilinunua 150,000. Kubwa hivi. Mmoja nilipokiona siku moja alikuwa anasema, kitabu kikubwa umeona shilingi ngapi? Kaambia 150,000. Akasema, huku ni kuchezea hela kabisa. Yaani
150,000. Akaanza kupiga mahesabu yake na vitu kama hivyo. Lakini from that book I remember nilitengeneza course ambayo course mpaka leo inaishi na bado inaniingizia pesa. Kwa nini? Kwa sababu investment in knowledge is investment in cash flow. Unataka kupata hela nyingi zaidi, unataka kupata thamani kubwa zaidi, wekeza katika maarifa. Sasa, how do you excel in your field? Umeshakuwa na thamani, una excel vipi katika maisha yako? Kabla ya mwaka 1990 kulikuwa kuna bondia mmoja anaitwa Mike Tyson ambaye yuko hai mpaka leo. Na kabla ya mwaka 1990 Mike Tyson alikuwa hajawahi kupigwa na mtu yoyote hapa duniani. Alikuwa ameshapigana michezo 37 na katika hiyo hakuwahi kupoteza. By that time alikuwa anashikilia mataji makubwa duniani. IBF, WBC, alikuwa anashikilia na WBA. Na wakati fulani ikatokea pambano kubwa sana ambalo likatangazwa sana duniani. Ilikuwa inafanyika Tokyo, Japan, tarehe 11 Februari. Mpinzani wake mkuu ambaye alikuwa apigana naye, bahati mbaya siku chache kabla ya pambano akapata dharura. Kwa hiyo wakamtafuta bondia mwingine ambaye walimuita ni underdog. Underdog maana yake ni bondia ajulikani, na ilikuwa inaonekana kabisa kwa Mike Tyson alivyo, alikuwa anapiga watu raundi ya kwanza mpaka ya 3. Kwa hiyo akajua huyu jamaa hata raundi moja atapitisha. Alikuwa anaitwa Buster Douglas. Ambacho walikuwa hawajui ni kwamba Buster Douglas alikuwa anaingia ulingoni akiwa mtu tofauti aliyejeruhiwa sana. Kwa sababu siku 23 kabla ya pambano mama yake alifariki kwa kansa. Na siku chache kabla ya pambano alikuwa amepata divorce yeye na mke wake. Na alikuwa amezaa na mwanamke mmoja hapo kabla ambaye alizaa naye mtoto mmoja. Na siku chache kabla ya pambano akapata taarifa yule mwanamke pia anaumwa na mtoto wake pia anaumwa. Buster Douglas akasema hivi, ninaenda kupigana, ni either I die or I win because I've got nothing to lose. Nini kilitokea? Wakati Buster Douglas yuko namna hiyo, Mike Tyson alikuwa amejijengea kujiamini kwake kwa sababu ya ushindi wake ambao umefuata kwa siku zote. Hakufanya mazoezi vizuri na rekodi zinaonyesha kwamba alikuwa anashinda tu club. Walipoingia ulingoni, Mike Tyson alikuwa anatumia nguvu zake na uzoefu wake. Buster Douglas alikuwa anatumia resolution ya moyo wake kutoka kile ambacho alikuwa anakitafuta. Raundi ya 8, ukipata nafasi unaweza kaangalia lile pambano. Buster Douglas alipigwa ngumi ambayo inajulikana kama uppercut. Uppercut ni ngumi inapigwa chini ya kidevu. Ukipigwa utajua saa ngapi miguu haina nguvu na unaweza ukaona ahera au motoni wakati wote ule. Buster Douglas akaanguka chini, akaanza kuhesabiwa. Ukiangalia video ukaangalia macho ya Mike Tyson yalikuwa anasema hivi, nimemaliza game. Sasa wakati anamhesabia, to the surprise of everyone, Buster Douglas akainuka wakati anampa ile hesabu ya mwisho. Wakati anainuka namna hii, ukimwangalia Mike Tyson ulikuwa unaona kabisa macho yake anasema, sasa kwa kama ameinuka hapa nafikiri ni ngoma, kwa sababu yeye moyoni mwake alikuwa ameshalimaliza lile pambano. Na alipopigana raundi ya 10, Buster Douglas akashinda, mtu ambaye hakutarajiwa na ulimwengu kwamba anaweza akashinda. Sasa walipomhoji, kuna somo kubwa sana nilijifunza kwake. Wale mmoja wakamuuliza, wakati unahesabiwa nini kilikuwa kinaingia kwenye akili yako? Akasema, wakati nahesabiwa nilikuwa najiuliza, mama amekufa, mke nimedivorce, huyu mwingine anaumwa na mtoto anaumwa, hivi kinachonipa raha ya kulala hapa ni nini? Sasa, if you want to excel in your field, number 1, you must have a reason bigger than surviving. Unatakiwa uwe na sababu kubwa zaidi kuliko sababu ya kutaka kuishi. Your why should be very big in your life. Unatakiwa uwe na sababu ambayo unachokitafuta kwenye maisha yako sio option, ni necessity. Sio kitu ambacho unasema nikipata sawa, nikikosa sawa. No, you are not ready for success. You are not ready for excelling. Unapotaka kufanikiwa, maana yake ni kwamba unachokitafuta is a matter of death and life. Unalala mpaka saa 4, una raha gani? Unazurezurua tu, kila ukiitwa kwenye appointment upo, kila kwenye harusi upo, kila mamedi upo, kila vikao upo.
unapata wapi huo muda? Nasisemi usifanye mambo yako ya social, no, yafanye, lakini do it with balance, kwa sababu usipotumia muda wako kutafuta unachokitaka, watu watatumia muda wako kuwasaidia kupata wanachotaka. So you must have a balance. Lazima uwe na resolve ndani yako kwamba it's either I get it or I go for it. There's no retreat, no surrender. Kwa lazima iwe necessity, sio option. Lakini pia usiishi kusurvive. Don't live to survive. Live for success. Usiishi tu kwamba ngoja niishi, ngoja siku ziende, ngoja. Hapana, ishi kwa sababu unataka kuacha alama hapa duniani. Tunahitaji kujua kwamba ulipita hapa, kwamba kuna kitu ulikiacha kwenye hii dunia. Weka commitment, not convenience. Put commitment. Kuna watu wengi hata unakutana nao, unakuta hata kwenye coaching, anakuja unamshauri kitu, baadaye ukimuuliza umefikia hapa sasa, unajua mvua ilikuwa inanyesha nikashinda. Mvua inanyesha? Mbona ukiajiriwa hata kama mvua inanyesha unaenda? Bosi mmoja nilisikia mtu mmoja alikuwa anasema mtu mvua ilinyesha alafu akashindwa kwenda ofisini. Bosi wake anampigia anasema mvua ilikuwa kubwa. Akamwambia lakini kwenye CV yako hobby uliandika swimming. Sasa imekuwaje tena unashindwa kutokea ofisini? So let it be a commitment. Kama hautajicommit kwa kitu unachokitaka, very likely hautaenda kupata. Watu wengi sana wanatafuta vitu kana kwamba vitakuwa delivered kwao. No. Chochote cha thamani unachokitafuta, kuna mtu anakitafuta pia, tena sio mmoja. Wakati wewe umelala unaamka saa 2, kuna watu waliamka saa 10 wanatafuta hicho ambacho wanakitafuta. Wakati unazurura, kuna watu wanasoma na kujifunza, wanatafuta hicho wanachokitafuta. Kama umeajiriwa hapo kazini, iko cheo unachokitaka, kuna watu wanakitafuta pia. Sio tu unachokitafuta, iko ulicho nacho, kuna watu wanapiga jaramba, wanasubiri tu uboronge ili na wao waingie kwenye nafasi. So lazima useme kwamba for me success is not a matter of choice. Sio kitu cha option. No, ni kitu ambacho nimeamua lazima nitakipata. Come rain, come sun, lazima nikipata.